ya halah sahamahu mahu jiga. Mimi mjinga? Hujanijua Sasa nataka nikuonyeshe ujinga wangu. Mahe mautu makuntanta mama shehe supaha. Mahe mautu makuntanta mama shehe supaha. Hivyo Uchendo ni kiumbe wa aina gani? Yaani hata panya zake zina nguvu za kunishinda mimi? Hiyo haiwezekani. Lazima niende kwa Kujagali akanipe nguvu zaidi na mimi nipambane naye kiumbe. Memena. Sasa mimi nimekuita mdogo wangu nani tuongee vizuri. Wewe unatoka nje kwa asili. Unataka kumfaidisha nani mama? Hivi unachokitaka tuelewane kitu gani? Unataka mimi niongeeje ndio unielewe? Niongee vipi wakati kila anachokiongea wewe hutaki kunielewa? Kila anachokiongea mimi hutaki kunisupport. Unataka niseme kitu gani ambacho wewe unaweza kukielewa na ukanisupport mdogo wangu kufanya hiki kipo sahihi? Naelewa, lakini sitaki kukupoteza kwa sasa. Kwa sababu wazazi wetu hapo, nimebaki na wewe tu. Na kuhusu huyo kata, bado hujamjua vizuri na familia yake haijulikani. Unaweza nilikuta huko tatizo, mimi nitabaki na watu wataniangaliaje? Naomba basi nielewe mdogo wangu. Unataka nikuelewe? Yaani wewe tu ndo unataka kueleweka. Lakini mimi hunielewi kwa chochote. Yaani wewe unataka mimi niongee labda kichwa kipo chini, miguu ipo juu ndo utakaponielewa? Wewe ni dada yangu, sipendi kukuvunjia heshima wakati mwingine. Kuna muda napitia maumivu zaidi. Sitamani kukuonyesha tu kwa sababu hupendi mimi niumie. Lakini mimi ndo chanzo cha matatizo yote ya dada. Mimi ndo sababu. Unataka mimi niongeeje? Kila ninachokiongea hutaki kunisapoti. Okay fine. Inatosha. Dada, inatosha. Huu muda nahitaji kuwa peke yangu. Kichwa kinaniuma. Niache. Memena. Imechafuka, mioyo imepotea, maovu yanafanya sherehe mchana kwea, uchawi umekita kama mti wa miiba. Wadudu, unajua mimi sijaelewa nini kinaendelea. Yaani tangu kakaangu amefariki na shemeji yangu, yaani namaanisha mama yenu, bado naona kama kuna tofauti kubwa sana baina yangu mimi na wewe. Sasa nataka nijue nini kinazalishwa na hili, au kuna jambo gani ambalo mimi nimelifanya kama chanzo kinatokana na mimi. Basi tukiweke sawa. Unajua Faza, mimi nikwambie kitu tu. Hujawahi kunikosea sehemu yoyote ile. Kwa hiyo wewe ndo hofu. Hakuna tatizo lolote ile. Unajua kwa nini nakwambia hivyo Wadudu? Wakati nafika, mapokezi yako ni tofauti na ya dada yako. Ndio maana nakuuliza hili swala. Kuna tatizo? Sio kwamba sikuelewi ambacho unakizungumza. Mimi nakuelewa sana. Labda nikwambie, unaniona hapa ni mpambanaji. Yaani ni jeshi. Na maisha ni vita. Kwa niko napambana. Napambana kuhakikisha mdogo wangu namtimizia mahitaji yote. Na hapa nyumbani umeme ukiisha, sijui labda kuna changamoto yote ikijitokeza, mimi ndo natakiwa niisolve. Kwa hiyo taswira ambayo ulionaona nayo ni ya upambanaji tu na si kitu kingine. Haiko hivyo. Haiko hivyo. Yaani kupambana, kuklia kwenye majukumu yako, kulipa umeme, kutafuta pesa, kumlea dada yako, ndio inatupelekea kwenye hili jambo. Kwenye taswira ambayo ninaiona. Haya, tufanye sawa, unapambana vizuri. Shughuli gani hiyo unayoifanya? Mapambano yako ya aina gani? Yaani kazi unayoifanya.
Sina kazi maalum. Kazi yoyote inapotokea mimi nafanya, ili mradi mkono uende kinywani. Hivyo tu. Hapo ndo napata mimi hapo sasa. Hiyo ambayo kazi sio maalum, uloinyima umaalum. Si ndio? Ndo nataka nijue. Ipi? Ba mdogo, nafahamu hapo ulipo umechoka sana. Kwa hiyo na mimi sihitaji niendelee kukuchosha. Nikwambie tu, nenda kapumzike. Wakati mwingine nitakuelezea kila kitu. Oh. Oh. Sawa. Mimi naelekea ndani. Hamna shida. Sasa watu wengine anakuaje? Unakuja kwenye mji wa mtu, unaanza kumpiga maswali, yaani kama askari. Inakuaje hii? Au itakuwa Machale amemcheza kwamba naelekea kwenye mafanikio, sasa anataka aje tule wote hizi hela. Sasa kwa taarifa yako, utakula mlenda mpaka unaondoka, hela yangu ulambe yani. Hai. Uba mdogo vipi? Mambo Poa, vipi? safi. Mama wakuzurura wapi tena? Nilikuwa nimeenda huko chini kidogo kufuatilia mambo yangu ya ofisi. Mimi nimekuja mara moja hapa na mazungumzo na wewe. Nimejiba nyumbani. Babangu hataki kabisa nitoke. Nikimuuliza mara mtaa uko salama, mara sijui nini, mimi hata simuelewi. Lakini yule ni baba yako. Inatakiwa umsikilize. Alafu kumbuka, yeye kama kwanza uliona jua kabla yako. Hamna lolote bana. Haya maneno ya wazazi ya kututisha tu. Haya mambo yalikuwa miaka ya 80 huko. Enzi hizo hata TV hakuna. Sasa hivi dijitali mambo wazi wazi. Mimi natoka na hakuna kitakachonipata. Wewe tena. Haya. Lakini kumbuka, kuna kauli inasema, mzalao mweba mguu atatenda. Na sio funzo na mamaye, ufunzo na ulimwengu. Sasa shauri yako. Toka likikukuta na kukukuta. Ndio utajua babako alikuwa anasema nini. Bana wewe utanipata nini? Kwanza hata nikipata chochote atanitibia yeye mwenyewe. Mimi si mwanae. Achana na hizo mesali zako bana. Hebu tuingie ndani. Imechafuka, mioyo imepotea, maovu yanafanya sherehe mchana kwea, uchawi umekita kama mti wa Magambo, mbona umenifuata mpaka nyumbani? Naomba siku nyingine usije ukarudia kuja mpaka hapa nyumbani, kwa sababu kakaangu akikuona ni hatari mno, na sitaki ajue chochote kama mimi nafanya kazi gani. Na hata bosi Lubanza nishie kumuelekeza kuhusu hilo. Niambie. Okay. Mimi siwezi kupoteza muda na sijakuja kuongea sana, unisikilize vizuri. Taarifa nilikuja nayo hapa kwamba bosi Lubanza na Baruza wameenda kufanya meshe. Lakini kanipatia ujumbe, ile kazi alokupa uifanye kwa haraka sana. Mbona kama taarifa zinajirudia? Kwa sababu tayari ameshaniambia kuhusu hilo, na ndio maana nikakutafuta wewe. Okay, sawa. Ila leo umenifurahisha sana. Upo kivaa kijoro unapendeza Hebu acha masuala yako wewe. Fanya uondoke, kakangu asije akakukuta hapa. Wewe mbona unanikazia? Hiyo mikazo yako mimi sipendi bwana. Lakini fresh. Nimetikia wito wako. Na kweli nilipokuwa naishi mwanzo nimehama. Uongozi wa msikiti uliamua nihamishie karibu na msikiti, kwa sababu darasa langu nilikuwa nachelewa. Kwa ndo akaamua hivyo. Kwa pala hutonipata tena. Kwa njia uliyotumia ni sahihi, kunipigia simu na kujua nilipo, au kunihitaji nije huku. Na kusikiliza kijana.
Mimi niseme asante sana kwa kuweza kufika hapa nyumbani Ostazi. Na kingine kama nilivyoweza kukwambia hapo awali, mimi nahitaji nioe. Na nilifanikiwa kufika katika familia ya yule binti. Hata hivyo wananiambia nioe. Hakuna chengine. Hata mimi nitakazia hapo hapo. Kufunga ndoa ni jambo la kheri sana. Na ningekusisitiza tu kwamba usiweze kuzini katika mwezi mtukufu unaokuja. Tena usijaribu kabisa. Na kingine, usiishie kuoa tu kufarijisha mwili wako au kuyapoza matamanio yako. Ni kosa sana. Kikubwa kwamba ni kukaa kwenye dini, kusoma dini ujue namna ya kumtunza mke. Ujue namna ya kuihandle familia. Tunaelewana. Ndivyo ninavyotakiwa. Kwa natakiwa ukae darasani uweze kuisoma dini yako. Na uzulie msikitini uweze kuswali. Hata Allah tabaraka wa taala atafungua milango ya mbingu. Kila kitu utakiona kimenyoka tu. Kwa kufanya tu hivyo. Hapo kwenye kuswali mbona kama changamoto? Kwa sababu mimi ni msanii na usanii na dini ni kama maji na moto, yani havishabiani kabisa. Mimi naona itakuwa ni ngumu kwa sababu muda wote nipo kwenye show. Lakini utambue kwamba kipaji unachokilingia wewe amekupa Allah tabaraka wa taala. Umezaliwa siku moja na utakufa siku moja. Ni bora basi ukafanya kwanza hiki ninachokuambia. Sawa. Mimi nimekuelewa. Nitajitahidi na nitaweza kufika madrasa. Mimi nikuache sasa nielekee kwenye darasa langu. Maana nimewachia mtihani wa kufanya. Nadhani kutoka hapa hadi kufika utakuwa umeshamaliza. Sawa Ustazi. Mimi nimekuelewa. Nitakuja chuoni. Utanifundisha. Safari njema. Shukrani. Kutoka kwenye usanii na kwa nini sasa hivi? Share na mimi. Toke. Sina uhakika kama tumewahi kuonana sehemu yoyote ile. Ninastaajabu kuona unanifahamu. Wewe unifahamu, ila wanaokutuma wewe na wanaokumiliki wananijua mimi. Mimi ndo mtetezi wa kijiji hiki. Na wanaokutuma wewe wananifahamu kama jina la mpingamizi. Taratibu yenu ambayo mmeifanya katika kisima cha kijiji hiki, kuweka sumu ili muadhuru wana kijiji, basi tambueni hamjafaulu. Naomba unisikilize kwa makini we mzee. Ikitokea tulichokifanya kwenye kisima cha kijiji hakijafanyikiwa, utakula sahani moja na baba yangu. Nadhani itakosha nifahamu mimi ni nani sasa.
kafikishe maagizo haya kwa baba yako. Litakuwa kipingamizi mpaka hatua ya mwisho. Peleka hizi salamu. Imechafuka, mioyo imepotea, maovu yanafanya sherehe mchana kwea, uchawi umekita kama mti wa miiba, na kila mtu anaogopa hata kivuli chake. Sioni mwisho, sioni mwanzo, ni kama dunia imesahau hazina ya upendo. Hii ni ya tsunami, hii ni ya tsunami, tunazama na hakuna chombo cha kuokoa. Oh my Lord, siamini kama nimetoka kwenye shimo lenye misumari na mateso makali. Hatimaye naiona nuru upya sasa. Nakushukuru sana Mungu wangu, asante sana. Ilikuwa bado kidogo tu roho yangu ya mwili wangu. Dalili za mvua zimekuwa kiza, jua limejificha nyuma ya uso wa dhambi. Wenye matumaini wamebaki kimya, ni kama kila mlango umefungwa kwa kufuli. Hivi bichi boy, sasa mbona machimbo ya watu kama hivi? Hapa tunaja kutia kambi. Nimekwambia tuchilie hapa ili mradi tuelekezane vizuri. Maana tumekutana road tu kwa winji wax hatuelewi. Kwa nataka unielekeze noma nini maana uko peko. Mwanangu story ndefu kinoma bwana. Mazingira yangu unajua mtaani huko nilikotoka, kuna mbibi nilikutana naye nikampiga ngeta. Kuna kunizinga kanitia msukule. Mwanangu ndo apumba, wa kulima, hamna kazi nyingine yote. Zija kula unga mwanangu unakuta zandemona na minywele imekaa hivi la fluff. Noma wewe mzee. Mtazo kama Mungu tu kama Mungu mwanangu na mzee akatokeza hapo mwanangu anisaidia. Natoka zangu hapo akaniambia bwana jichenge hapa nje sio sehemu sahihi pa kukaa. Futika ndo nafutika mwanangu napita maeneo hapo mbio nakutana naye tena ule mbibi yenyewe. Wewe sijui kama mwizi kama nini, mimi umenikaba kama vipi? Meta nikurudishe tena wewe msukule. Kuna kidada kingine kakatokea nyuma mazinzo akagongana mimi nikapata nafasi nikafutika. Ndio mwanangu pia fulu kuanguka chini ndo nakutana na wewe pale maeneo yale bwana. Wewe vipi na mbona mazingira kama hivyo sasa? Cha nini? Mimi ninavyokuambia ni mazonge yangu kama movie sela. Mimi nilikuwa naishi na dogo janja pale mtaani. Dogo janja alikuwa anasoma. Sema katika pita zetu akakata kamba akasema yeye aende shule tena. Mimi nikawa na stay naye mtaani kwangu. Sasa kuna siku moja nilikuwa nimebisha zangu ndani, yule dogo janja nikaja kushuhudia anachukuliwa na mbibi mwanangu anapotea, yani anayeyuka kimazingara, si unajua. Nikasema hapa mimi siwezi tena kukaa mtaani naenda kubisha kwa mwanangu. Lakini pale kwa mwanangu na penyewe nikaona mazonge kibao, nikaona bora nijiachie. Sasa kumbe yule dogo alikuwa anatakiwa afanye mtihani wa taifa, si unajua zile bali. Sasa katika pita zangu mimi katika kujichenga, nikakutana na mapoti wanamtafuta yule dogo. Wakanikamata nikaona hapa sio kweli mimi kuisha kizembe. Mimi nikacheza. Ile kucheza ndo nikakutana na wewe pale ujue. Wasema kidole siku zote nasema kidole kimoja kimundi cha. Mezali sisi tumekutana kama hivi, afu Mungu katuunganisha, afu tutaenda kujuana mbele kwa mbele. Huu mji ushakuwa noma mwanangu, sisi tujichenge. Sasa tunajichenga vipi? Sela hapo wenyewe mimi mkafu, yani sina kitu apecha lolo ujue. Riziki lodi Mungu abariki, si unajua afu mimi nishakuelekeza miziki hiyo. Tunaenda na force kazi sema yote na ndani ya chuma nafutika, afu ninapoenda tutajua huko, si unajua. Hapo saluti hapo sikupinge achuzi. Kama vipi tucheze tu tukatafute misho tukasangalai afu mambo mengine yaende. Bali changamsha mbaliga tucheze.
Yaani mwamba nimeshatia vitani, hapa chapuchapu anatakiwa nianze mashambulizi kiatu. Sikanafunga kawezi kulipa hela za watu. Najua katakwepo, maana si tu viatu tupo kiashirio kama ndani. Haya, kazi iendelee. Chapuchapu 1 2 3 4 5 16 885. Kamoni kiatu. Kamejileta kenyewe yako. Yaani chapuchapu kila nikija nikipiga hodi unashinda kufungua kama mlango kako. Unadaiwa hela, unashinda kulipa pesa. Hapa nimekuja sasa nimejishaki kabisa. Kama unavyoona kiniangalia, unaona kama prudeta hivi. Mara kapua kama kaambwa keusi. Yaani ukiniangalia hivi hadi mwenyewe umeshavuruga na kuchanganyikiwa kama umetoroka Mirembe. Maana sifanani na raia wa kawaida. Kama prudeta hivi. Kama unaona kama nakatupwa keusi kama kapua kaumbwa. Ila ndio huyo mimi kipe. Nimekuja kwa ajili ya kudai pesa yangu. Steno, give me my money. Bila shuruti, tisha kabisa. Chapuchapu. Wewe nisikilize, sawa? Mimi sikukuachisha kazi. Kazi umeacha wewe mwenyewe kwa upumbavu wako, kwa ujinga wako. Sasa labda tu nikwambie kitu kimoja, hapa sina hela. Hiyo hela yako nimeshaitumia. Hivyo unidai. Ngoja kwanza wewe Steno. Sasa mimi niliacha kazi kwangu lakini mtu aweza akaacha kazi pasipo na visingizio na viunyanyasaji. Ulikuwa tamtemu unanipokea umeona. Kwanza najisikia vibaya. Ndio maana nikasema kwamba ngoja nikaekee nyumbani. Kwa hivyo kwa kinipokea moyoni kwa kunajenga vimajeraha kwa nikapata homa ya mshtuko wa kichwa. Lakini kama nimeacha kazi makusudi, lakini hata na yote nilipe hela yangu umeona tu nilipe hela yangu kwa nikote na kuja kwa wapi. Meme, wewe nipe tu Steno. Mimi sitaki kelele na wewe. Kila nikija hapa wewe nikipisha hodi ya uji. Ndio maana nimekuja na tekniki yako piga kadubu. Na umeingia mkenge. Give me my money. Wewe, sikia ngombe kitu kimoja. Ondoka nyumbani kwangu. Mshenzi wewe. Eti kadaondoka kaondoka. Ipo unajitambua kweli wewe? Yasmin, afadhali hata umekuja hapa nyumbani. Unajua mama yake Chaupele ambaye nimezaa naye alikuja hapa nyumbani. Alianza kuongea maneno mengi sana kunitishia Amani kuhusiana na jambo ambalo linaendelea kati ya mimi na Chaupele. Mwisho akazungumza akasema kwamba atafanya chochote kile ili mradi mimi anizuru. Aminacha na maswali mengi sana. Haya mwanangu. Wewe uliamua uamuzi gani? Uamuzi ambao mimi nimeuchukua ni kwamba nilimwacha aende tu kwa sababu hana cha kunifanya. Alafu Mungu ni mtoto mdogo sana yule mama. Hata kwenye mkono wangu hajai. Sasa nakwambiaje? Usimwamini binadamu. Unamwona hana kitu anaweza kukugeuka akatuzuru. Sasa ushauri nilokuwa nao mimi, umuue mapema kabla bado hajazuia mambo yetu. Yasmin, yule kumuua haraka bado. Kwa sababu bado nina malengo naye makubwa sana yule mama. Na ndio maana nimemvutia subira kwanza, nikamilishe jambo langu. Ila endapo akiendelea kunifuatilia kama hivi, basi roho ya huruma itanitoka, nitaua. Ila kwa sasa subiri kidogo. Ngoja naumiza matumbo. Chelewa utamkuta mwana si wako. Wewe endekeza roho ya huruma itakuponza. Kama hujijui. Si unanijua mimi manembo, huwa sishindi na jambo. Wewe nenda, niachie enda limaliza hili jambo. Hai, mimi nipo. Ukipata tatizo lolote utanijuza. Sawa. Sijui ananionaje huyu mwanamke. Mpaka unakuja unanitishia Amani hapa nyumbani kwangu. Hivyo unanijua au unijui wewe? Sasa wewe jipendekeze kwenye 18 zangu. Unaiona hii sura? Naiona. Hii ni photocopy ya bibi mkubwa. Lakini nina roho mbaya. Sawa? Naingia ndani, nikirudi nitakufanya kitu kibaya. Ondoka nyumbani kwangu. Mshenzi wewe. Down. Sikia. Usije ukanifia hapa. Naomba ondoka nyumbani kwangu.
Yaani tena nakwambiaje, wewe umechelewa kurejea, labda ukaniulizie kwetu. Iwe kufa, iwe kata moto, iwe kunyangala kauta, jina namna gani kugarauka. Hapa titoki. Give me my money, taenda maskani yetu. Yaani nakuwa hapa hata kama kija majirani, nawaambia mitali nishasusa kwetu na wewe kaniteka. Nitakupa hai, yaani kesi ya uhai ni umesha nani. Unanipenda wewe. Ngoja nikuchukue hela yako, mshenzi. Chapu huko. Lazima zitumike tekniki za kivita hapa. Kupika kavu bila tomato haka. Yaani kwani mtu anakudai hela yake na jasho lake leo limetumika ili kazi zako ziende. Unamwona tayari wewe ni kalauka. Ngoja kwa usiondoke, inawezekana feki. Kwa sababu kama ungekuwa unataka kulipa tungelipa toka zamani. Ni watu mnagorogosha kwa mioyo. Tula na chapa ni ya Kithalu yenyewe. Sasa ngoja bosi wangu usiondoke, kwa sababu umeshanilipa kwa hiari yako mwenyewe. Mimi hata sina makuna wewe. Kwa vipi za kazi ni labda naweza nikaingia lini tena? Sikia, sina mkataba wa kazi tena na wewe. Hivyo ondoka nyumbani kwangu. Hela yako si umeipata? Unidai sikudai. Wewe unajitia chizi, unajitia mwendawazimu. Sasa kala hiyo 5,000 yako. Unajitia chizi, ni chizi kweli. Yaani nakwambiaje, kuna wale machizi ambao tayari wametoroka Milembe, ila kunao sisi machizi hatukutoroka, ila wakatufukuza maana tulimaliza madozi ya dawa. Kipe iye kiatu yuhu ya ugaragara huko hapa nikapenyongeza Imechafuka, mioyo imepotea, maovu yanafanya sherehe mchana kwea, uchawi umekita kama mti wa miiba, na kila mtu anaogopa. Mungu wangu, mbona kizunguzungu cha ghafla hivi? Haya. Vipi mama? Mbona wemberu? Baba, nimetoka msituni kuchanja kuni. Lakini kuna mzee amenitokea. Kuna maneno ameniambia ni kama sijaelewa hivi. Anadai kwamba ile sumu tuliyoweka kwenye kisima cha kijiji yeye ameizuia. Na sio kuizuia tu, amesema kila tunalolifanya yeye lazima atalizuia. Koja gari mwana kibaro kibeti. Huyo bila shaka atakuwa Shendu. Maana Shendu anapenda sana kuchuya mambo yangu. Huyo mtu sha ana urefu fulani umekaa hivi kama mikatimi yeye. Haswa wala hujakosea baba. Ni huyo. Lakini baba, naomba nikuulize kitu. Kwani wewe na huyo mzee mna uhasama gani? Maana kwa maneno aliyoyaongea
Ni dhahiri kabisa kuna mambo mengi anayazuia. Hatuna uhasama wowote. Wewe unanijua mimi baba yako, sina uhasama na mtu. Mimi niko safi kabisa. Mungu na mimi. Na hiki ni kijiji changu. Natakiwa mimi niwe mtawala. Inawezekana vipi yeye anachuia? Lakini tuacha haya mambo. Sio kujadilia hapa. Ingia ndani, mimi nitamalizana naye. Lakini ungeniambia tu nikajua. Kama upo tayari kunikabidhi mikoba yako, ina maana naweza nikawa mlinzi hata katika hili. Sasa umesikia mama? Muda ukifika utalifahamu. Sasa hivi muda bado, ukifika muda nitakufahamisha yote mwanangu. Ingia ndani. Kila toko yaga. Ng'ombe si apara budwe. Mana apara budwe. Panungi kungonda wa budwe. Shamba la ugomvi ndio hili. Kono uko Jagaleni Chibalo Chipete. Nataka nimuoneshe radi ya uko Jagaleni. Haya, Apendo kuoma uko Jagaleni. Tate kuoma Sumbawanga ukaya. Nataka ya leno nipala radi. Wewe ninakutuma. Utoke moja kwa moja mpaka kwa Chendu. Usibakishe kitu pale nyumbani kwake. Iwe familia yake, hata kama anafuga mbwa. Najua utakuwa ulinzi wa kunichuia. Hata kama anafuga kuku, akomoke asibaki hata na kitu. Nasema, leno nilibulaga papano. Nilibulaga papano. Maana kusinja, maana kubulaga ni kiembe. Leno nandokoja. Imechafuka, mioyo imepotea, maovu yanafanya sherehe mchana kwea, uchawi umekita kama mti wa miiba, na kila mtu anaogopa hata kivuli chake.